msingi uliowekwa na mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la msingi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Msifu Yesu Kristo. Jubilei kuu 2025 mahujaji katika matumaini. Wapendwa katika Kristo tuliokusanyika jioni hii, ni nafasi ya pekee kwetu sisi wana parokia ya Bweri Nyabange kumshukuru Mwenyezi Mungu katika matarajio makubwa ya tukio lililoko mbele yetu kesho, kutabaruku kanisa letu hili, kanisa ambalo tumelipa hadhi ya kuitwa ni kanisa la Mtakatifu Papa Paulo wa Sita. Wengi wetu tutakuwa hatujaona jinsi kanisa linavyotabarikiwa, lakini kwa kifupi tu tutabariki, tutapata altari hii tunayoiona hapa, tutaipata krisma takatifu. Krisma ni moja ya mafuta tunayoyabariki siku inayotangulia Alhamisi Kuu kwa utamaduni wetu, na ndio inayotumika katika kuwabatiza watu, katika kuwapa kipaimara, na mtu anapopewa daraja la upadri pia anapakwa mafuta hayo kanoni, na anapopata uaskofu pia anamwagiwa tosini, anamwagiwa. Ni dalili ya utakatifu wa majukumu anayoyachukua. Lakini na kwetu sisi tunapoipaka altari mafuta hayo, ni dalili ya utakatifu ya mambo yote yatakayofanyika hapo, ibada kamili. Krisma takatifu hiyo tutaipaka katika nguzo 12. Zipo nguzo kama mmeziangalia, zimewekewa mawe yenye ishara ya msalaba na juu yake kuna taa. Zinaashiria mitume 12. Na hizi ndizo nguzo za kanisa Katoliki. Imani yetu imesimikwa kwa Yesu na kwa mitume. Tumeipata kutoka kwa Yesu aliye jiwe kuu la pembeni, na mitume hawa ni wafuasi wake wa karibu, na ndiyo imani yetu imejengwa juu yao. Tutayapaka hayo mawe kuashiria hao mitume 12, kuashiria hizo nguzo 12 za imani yetu. Lakini pia tutafukizia ibada. Tutakuwa pia na ibada ya kunyunyizia na kubariki maji ya baraka na kuyapata sisi sote. Kwa kifupi, tunayafanya mambo matakatifu ya pekee sana kesho. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu jioni hii tunapokusanyika hapa kama sehemu ya maandalizi ya matukio hayo ya kesho. Kanisa zima tunalibariki na kulitabaruku, kulitenga kwa ajili ya mambo matakatifu tu na sio mambo mengine. Na ndio maana hata kama ikitokea nguvu chafu zinaingia humu, inabidi tena tulitabaruku upya, tulitakatifuze tena upya, turudie baadhi ya ibada. Basi tunapolitabaruku kanisa hili, tunakumbushwa juu ya msingi mkubwa wa ubatizo wetu, kwamba kwa nguvu ya ubatizo tunapobatizwa na kupakwa haya mafuta, tunatengenezwa na sisi kuwa hekalu takatifu kwa mfano wa kanisa.
Tunatengenezwa miili yetu na maisha yetu yawe ni harufu nzuri ya Kristo, yawe ni moshi mzuri wenye harufu nzuri ya ubani. Vyote hivi vitatumika kesho, yaongozwe na neno la Mungu, na pia tuendelee kujengeka katika jiwe moja la msingi ambalo ni Yesu Kristo.